Ole Kipunge yera rabedol gidene wej nenge jangaya nationaling na hoyo marabau amagege na maldo na ling bana ikimbora bala wilai kagare do marona gerogo la muyo le ngorora ena bena horana radeya. Mimi kama baba mlezi wa Irimegoliki nina masumuni makubwa ya kuwaambia. Kwanza cha kwanza kumheshimu baba na mama pamoja na mwenzake alio mbele yake kiumri na kinizamu zaidi, kwamba waheshimiane, waendelee kupambana katika maadili mema ambao wewe kama mzazi unakuaga tu ukiwa nyumbani kwako utaweza ukamweleza mtoto kwamba usifanye hiki maana ni kibaya. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Ni miaka 14 sasa toka vijana wa rika la Irikimayana maarufu Nyangulo walipokabidhiwa kushika na kuilinda jamii ya Kimaasai kama jeshi katika jamii hiyo. Sasa siku zilienda, miezi na sasa ni miaka. Rika hilo linakaribia kuacha dola kwa rika dogo la Irimegoliki, na hii imekuwa ni desturi endelevu ya mila ya jamii ya Kimaasai. Katika kijiji cha Moita viunga vya wilaya Monduli hapa mkoani Arusha, mzee mmoja ajulikanaye kwa jina la Ole Kipunge Laiza ametoa sherehe ya kuingiza vijana wake jando, huku akifuata taratibu zote za mila yake ya Kimaasai katika kuwavusha vijana katika rika la utu uzima. Licha ya mfumo wa kisasa katika dunia ya leo inayoendeshwa na teknolojia, hasa vijana wa sasa generation Z maarufu Gen Z, jamii ya Kimaasai ni moja ya jamii za Kiafrika ambazo kwa miaka mingi zimekuwa mstari wa mbele kulinda na kuienzi mila na taratibu zao, kwani ni zaidi ya karne 3 sasa tangu mwanzo wa mila hizo. Lakini licha mabadiliko ya kidunia, bado jamii hiyo wameikumbatia mila zao. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kimila pamoja na mdau mkubwa wa maendeleo wilayani Monduli, Daniel Loporokwa, ambaye katika hotuba yake amesema kuwa mila na desturi za Kimaasai, hapo ndipo nidhamu na mpangilio wa maisha katika jamii hiyo umehifadhiwa kizazi hadi kizazi. Ametumia pia nafasi hiyo kumpongeza Ole Kipunge Laiza kuwa ni moja ya watu waliojidhatiti katika elimu, huku akifuata mila za jamii yake. Hivyo jamii nzima iige tabia hiyo, kwani ndio mfumo wa dunia ulivyo kwa sasa. Hivyo ndivyo kijiji cha Moita kikaandika ukurasa mpya katika historia yake, siku ambayo Irimegoliki walizaliwa kama rika jipya, rika la ujasiri, utamaduni na muendelezo wa mila za Kimaasai iliyoanzia zaidi ya karne 3 zilizopita. Hii ni Oldonyo Media, nami ni Juliana Laiza. Naitwa Ung'ane Kipunge Laiza, ni mzaliwa wa kijiji cha Moita Bwawani, kitongoji cha Lesoit, kata Moita Bwawani. Leo tuna tukio la kuwapeleka vijana wetu wapendwa kwenye jando, sehemu muhimu sana kwenye jamii yetu, ambao mtu akishafikisha miaka kuanzia 15, 16, 17, 18 ameshakuwa ni mtu mzima, ameshakuwa mtu ambayo anategemewa. Kwa hiyo anafanywa kupelekwa jando na aelekee kwenda kwenye kuwa mtu mzima kwenye bomu. Kwangu mimi leo tuna sherehe cha namna hiyo, kwa sababu jamii yetu ya Kimaasai huwa kuna kitu wa kwanza wanaita dume la rika. Nimeshamaliza mimi 2012, nishatahiri vijana. Hii sherehe kwangu mimi ni mara ya pili. Nishatahiri Irikimayana toka 2012. Hapo tukakaa tena, kaanza kuwatahiri kuwapeleka vijana jando Irikimayana tena ni mara mbili Irikimayana 2017. Hatimaye leo vijana wanaotokana kwenye rika ambao mimi nipo Irikorianga, vijana wa kwangu mimi na niko boma langu hapa tunapozungumza, nimefumilia, Mungu ametusaidia. Kwa hiyo
ilikuwa ni sherehe ambayo tumeisubiri sana kwa hamu. Hatimaye tunashukuru Mungu kwa siku ya leo tumefanikisha jambo hilo, na tunashukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo yenye tukio muhimu ya watoto wetu. Kwangu mimi, wakati tunaanza kuwa wakubwa, tukakuta mila yetu kuna utaratibu yao. Ilipochunguza ni heshima kubwa. Mtu anakuwa anamjua huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo, watu wanaheshimiana. Watu wanaheshimiana. Ukimuona huyu ni mkubwa, kwa mfano mimi sasa hivi ni Korianga, lakini sio Korianga yote naweza kaongea naye tu ovyo ovyo tofauti. Lazima ni mheshimu hata kama ni Korianga, na mheshimu mdogo na mheshimu mdogo. Hasa hawa vijana wetu wengine wadogo kama yana ni watu ambao tunaheshimiana, tumewalea, tumewafanyia masherehe, wamekuwa nao watu wazima. Naona wanaenda kwa hatua sasa hivi ambayo tunaanza rika lingine la Irimegoliki. Ninachoambia hao vijana wetu wa rika la Irimegoliki, cha kwanza wapate heshima sana. Hiyo ndio kitu kikubwa ambayo ndio inabeba vitu vingi hapa duniani, heshima. Heshimu mdogo, heshimu mkubwa, na pia afanye kazi. Wajitume sana kufanya kazi na bila kuchagua kazi. Yaani wafanye kazi ili mradi wafanikishe jambo lao. Kama labda umebahatika kupata elimu, jaribu kupambana, maana mimi napenda elimu sana. Najaribu sana kuhimiza tupambane kusomesha watoto bila kuchagua, wa kiume, wa kike, wasome. Yaani kwa namna yote pambana, mtoto aende shule. Atatengeneza mambo mengi sana akiwa amesoma. Kwanza, ukienda hata mbali na tuseme ajira sijui, mtoto akisoma anakuwa na ubunifu mingi sana ya kuweza kuendesha maisha yake bila hata ajira. Kwangu mimi natamani sana, yani watu wote wawe na spidi sana kwa kusomesha. Kwangu mimi nashauri jamii kwa hilo sana. Mimi kwa majina yangu rasmi naitwa Orkitongaur, kijiji cha Moita Bwawani, mkazi wa kitongoji cha Dabdapoi. Mimi ni mtu ambao nimekuja kuirasimishwa hii nafasi Emenya Layuk, ambao mimi ndio baba wa Irimegoliki mlezi, ambao nilipewa na rika wanaitwa Rimerehe kuja kuniona kwamba mimi ndio mtu ninayofaa katika miongoni yao. Maana tuko takriban katika kijiji chetu au katika kata chetu takriban tunaweza tukawa watu 2000, 3000, 4000. Lakini mimi namshukuru Mungu, maana nilikuja kuwa ni mtu wa pekee kuonekana katika miongoni ya hawa kuja kupewa hiyo nafasi. Moja kwa moja niendelee, nimekuja kupewa hii nafasi kwa baba wa Irimegoliki. Na nilipewa nafasi ngumu, lakini kwa ushauri niliokaa na wazazi walioniona kwamba mimi ndio nafaa kwa walea familia yao kama baba mlezi, nilipata ushirikiano mkubwa sana. Japo kuna changamoto, lakini kulingana na uweledi nilionao, nilijaribu kupambana sana. Maana unapewa nafasi ya watu wadogo ambao unajaribu kuwaongea nao kwa kina sana, mpaka saa zingine kuna saa wanakuelewa, kuna saa hawakuelewi, lakini kulingana na mazingira ya umri. Lakini hivyo tunasukumana hivyo mpaka wafike kwenye stage ambao sasa hivi ndio tunaanza kuwaingiza kwenye jando. Katika sheria yetu ya kimila ya Kimasai, takriban ya rika kuanzishwa rika jipya, mfano ya rika ya Irimegoliki, ni takriban ya ambao tunawalea katika maadili mema ya vikao, kuwaonyesha kwamba katika hiki msifanye hiki, mnatakiwa mwe kwenye maadili mema. Ni takriban ya miaka 7, ambao mfano ya sasa hivi anza sasa hivi kama mwaka huu tulipoanza sisi Irimerehe kuingiza vijana jando, tunatairi baada ya miaka 7 hivyo tukishamaliza
tunafunga kisu ambao ni kutairi kuingiza jando. Wanaendelea wakiwa ni vijana tu ambao ni wa umri zaidi ya miaka 7. Kwa ujumla ni miaka 14. Sisi katika jamii yetu wa Masai, katika mila yetu ya Masai, katika mila tuliokuja na sisi kubobea kwa muda sasa hivi tulipo, ambao tulikuta kwa babu zetu, inatubeba sisi katika maadili mema. Mfano ya kwamba sisi jamii ya Kimasai tunakuwa tuna tofauti ya kipekee kuliko makabila zingine duniani. Kwa sababu maana ya rika kama rika, na ndio sasa hivi sisi wa Masai tunakuwa na rika kuanzia mababu zetu, wanaowafuata mababu zetu mpaka hatua sasa hivi na sisi tulipokuwa. Mfano ya kwamba Nyangulo kama unapojijua mpaka utukute sisi Korianga. Yaani tutakuwa na heshima ya kipekee tofauti na makabila mengine ambao kinachotufanya hivyo ni haya maadili mema ya muda ya rika kwa rika. Mimi kama baba mlezi wa Irimegoliki nina masumuni makubwa ya kuwaambia. Kwanza cha kwanza kumheshimu baba na mama pamoja na mwenzake alio mbele yake kiumri na kinizamu zaidi. Kwamba waheshimiane, waendelee kupambana katika maadili mema ambao wewe kama mzazi unakuaga tu ukiwa nyumbani kwako utaweza kumueleza mtoto kwamba usifanye hiki maana ni kibaya, fanya hiki katika utafutaji wa maisha binafsi. Ni hivyo na mimi tu pia kama baba wa Irimegoliki ndo nawaambia. Kwa majina yangu mimi naitwa Ledukula Kireto, ni mwenyekiti wa kitongoji hichi. Mimi ni msaidizi ya Ong'ani Kipunge ambaye mwenye hii boma amefanya sherehe kwa siku ya leo. Mimi ndio msaidizi yake. Amesaidia kuanzia alipoanza kusema anatairi watoto, ameniita kwenye boma lake, ameshauriana kwamba tufanyeje sherehe kwa sababu ni mtu wa watu. Yaani ni mtu wa watu, yaani napendwa na watu. Kwa hiyo watu amekuja hapa wengi sana kuanzia kuna watu ambao ameanza kuja mapema alipoanza tu kusema natairi akati nachinja dume sawali. Watu ameshaingia hapa na ameniita hapa kwenye boma lake, ameshauriana, ameniambia wewe ndio msaidizi yangu ambaye ananisaidia kwa jambo hii. Na amesaidiana kuanzia siku hiyo mpaka siku ya leo. Na kuanzia sasa hivi sherehe inaendelea kwenda mbele. Ameona kwamba mimi ndio naweza kumsaidia kwa sababu ameona mambo mengi ambayo ninafanya na amesema wewe ndio unaweza kunifikisha kwenye jambo hii. Mimi ni Korianga mwenzake na amefanya naye mambo mengi na mimi ni jirani yake. Yaani kitoka kwenye hii boma yake naingia boma yangu. Kwa hiyo tuko jirani na amesaidiana mambo mengi. Ameona kwamba mimi ndio naweza kumsaidia kwa jambo hii. Ole Kipunge yera rabedol giriene wechi nenge zangaya nationaling na hoyo marabau amagege na maldo na ling bana ikimbora bala wilai kagare do marona ke rogo la muyo le ngorora ena bena horana rade ya mu agera meral jere agera la wilai na do ya nationaling ala wilai na do ya she kolorwana bokuno ego amu kiyo lobo na dora nakara na angara na konali amuda ha yara sara gili ayeki abare ngumba ke dora ndogiri ndo wiri mbogin ayekra ngasadwa yo jara marale kage sabaga na horani arara dangara jala ala halai ala wilai nene bedoli robogin misyangai kamara sayangai be hala babalai be ye mebona seba kurugie aingwa yo kamuyo ado ndake kiara na ndanda ngra masai enjirenda sayangai la kanisa ala wilai kiedo mboroyo na ile sika rongera ndio yanga ya shamkara baudwa. Kwanza aipongeza nali nataka nikupongeze amana hiki umejiandaa vizuri kilolika kwa jogo unajiandaa na umejiandaa nara doben era ndongani kaleta na kwa pamu kule kulona kwa kuno yetu ake elia jera ndongani wa ndongana ndio kama yana kaya shumara kagore ni are ala kuila inaipongeza ye
na ira mdau le elimu. Amu yaira ngara shule, nia wa shule, nero ni yaira. Kidogo hage aloiro Mwanza, ngora ngara nari Mwanza, aloiro Rabora, aloiro Moshi.